Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nimeiomba hapa ndani na ikakubali, zikatekelezwe sasa mapema, ili nitakaporudi tena huku, kwa sababu nina imani kuliko mtu yeyote yule, kama maandiko yanavyosema, imani ni kuwa na uhakika na mambo yale uyatarajiayo. Kwa hiyo barabara hizi zikimalizwa nitakuwa na raha, lakini pia na wenzangu nilio waacha huko Mbogo watakuwa na amani sana. Lakini jambo la pili, kipaumbele changu hapa, tunayo maboma ambayo yamejengwa na wananchi. Tuna maboma ya madarasa, maboma ya zahanati. Ni mpango wa mwaka 2025 kwenye ilani yetu tuliahidi tukiwa tunatafuta kula kwamba hivi vitu tunaenda kuvikamilisha. Kwa hiyo niombe serikali pale tutakapoanza tu makusanyo ya kodi hizi, utekelezaji ukafosi kwenye mambo hayo mawili, miundombinu ya barabara, maboma pamoja na afya. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, uniruhusu niwashukuru wabunge wenzangu ambao nimekuwa nanyi ndani ya bunge hili miaka mitano. Hakikisha tumezoeana. Nina imani tutamisiana sana, kwa sababu miaka mitano ni safari ndefu kweli. Tumeishi kama nyumba moja, familia moja, na mimi niwaombee tu wabunge wenzangu huko mwendako majimboni, Mungu awabariki sana na mkafanye kazi kwa kujiamini, kwa sababu kazi kwa kweli imefanyika. Japokuwa miaka mitano hii imekuwa na changamoto kwetu. Kwanza, kupotelewa na rais wa awamu ya 5. Hilo janga lilikuwa kubwa sana, na kwa vile sasa hatujaanguka hapo, sina hakika kama tena jaribu lingine linaweza likatokea likatuangusha. Lazima tuende kwa pamoja, lakini vile tuendelee kuipa support serikali yetu. Hii ni nchi yetu sote, si nchi ya mtu mmoja. Hata ikitokea bahati mbaya wengine msirudi, lakini kwa kuwa tumekuwa wazoefu wa kuifanya hii kazi ya uwasilishi, tusisite kutoa ushirikiano kwa serikali, kwa sababu maendeleo yanaanzia na serikali za mitaa, serikali za vijiji. Na kiukweli huko kwenye halmashauri zetu unakuta kuna halmashauri zingine zinakuwa na sheria ngumu sana, lakini kumbe ni uelewa tu. Unakuta kuna madiwani wengine huwa wanapitishwa sheria, huwa zinapitishwa pasipo kujua kwamba wanachokitengeneza ni kitu gani. Matokeo yake halmashauri ile inakuwa na mambo magumu na watu inawafanya kuichukia serikali. Kumbe ni kitu ambacho kimetengenezwa halmashauri tu na watu wachache ambao wana maslahi pengine binafsi. Sasa zinapopita sheria hizo bairo zinaenda kuwa kero. Serikali kwa ujumla inataka kuchukiwa, lakini kumbe serikali tulionayo ni nzuri sana, kwa sababu nimeiishi miaka mitano. Nina uhakika sasa serikali ni nzuri na Chama cha Mapinduzi ni kizuri, hakuna matatizo kabisa. Kwa hiyo niwaombe watu wema wote wale walio na ndoto ya siasa na kuleta